Ndio maana Yesu akasema mwenye nyumba angelijua ya kwamba angelijua saa atakayokuja mwivi angelikesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa na wevi. Sasa Yesu anasema kwa sababu hamjui wakati, kama huyu mhubiri anavyosema, kinachohitajika, kwa sababu hujui huo mtego utanaswa kwa namna gani. Hujui kifo chako kitakuwa cha namna gani. Kitakuwa ni cha ugonjwa, kitakuwa ni cha ajali, kitakuwa ni cha kuuawa vitani, kitakuwa ni cha kutekwa, kitakuwa ni cha kumezwa na mamba, kitakuwa ni cha kuuliwa na simba, kitakuwa ni hujui kifo chako kitakuwaje. Kwa hiyo kinachohitajika ni kujiweka tayari, kwa sababu umeshajua wakati. Na hiyo ndio sababu ya kujiandaa, sababu ya kuyavua matendo ya giza na kuvaa silaha za nuru. Kwa sababu kwenye Waebrania 9:27 anasema watu wamewekewa kifo mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. Ndio maana anasema lolote utakaloweza kulifanya lifanye ukiwa hapa duniani. Ndio watu wanadanganywa na mafundisho ya uongo ambayo yanawafanya wengi waende jehanamu. Watu wanaamini eti ukishakufa zile ibada za kuombea wafu zitakusaidia. Tunaposema Mungu mweke mahali pema peponi, huwa hiyo ni sisi tunajifariji sisi. Unachotakiwa kusema, sema Mungu mweke anapostahili. Kwa sababu Mungu ndiye anayejua huyu mtu pa kumweka. Watu wanategemea maombi ya wafu. Nikifa nitaombewa. Mwanga ufanye nini? Ukuangazie. Sasa unategemea watu wakuombee mwanga ukuangazie, wakati wewe mwenyewe ulipenda giza ukiwa hapa duniani. Maandiko yanasema kwenye Yohana 3:19, na hii ndio hukumu ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni, watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa ni maovu. Sasa wewe ulipenda giza ukiwa hapa duniani. Leo unaambiwa mwanga wa milele uangaziwe. Mwanga gani ambao wewe uliukataa? Wewe ukutaka kuwekwa mahali pema peponi. Utawekwa mahali peponi kwa maneno ya wengine. Wewe mwenyewe ukutaka. Inawezekana kweli? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sababu, nimeshakwambia sababu moja ni utumishi uliotukuka, kuwa na utumishi uliotukuka. Lakini sababu ya pili ni kifo. Kuna sababu ya tatu ambayo ni unyakuo. Wathesalonike wa kwanza 4:16-17. Sababu nyingine ni kujiweka tayari kwa ajili ya unyakuo. Kwenye Wathesalonika wa kwanza 4:16, tunasoma hivi: kwa sababu, au nianze ule mstari wa 15. Anasema kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, yaani kama Mungu bado anaruhusu pumzi zetu bado ziko hai wakati wa unyakuo utakapokuwa umefika. Anasema kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Tutakaosalia, yani tutakaopata bahati ya kutokunaswa na kifo, kutokunaswa na mauti, kutonaswa na mtego wa kifo. Sisi tutakaokuwa tumesalia. Haleluya. Natamani na mimi niwepo.
kwenye hilo kundi la watakaosalia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Anasema sisi tutakao kuwa tumefanya nini? Tumesalia. Hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kuna wapendwa wetu ambao tunawajua, ambao wametutangulia, wameshalala katika Bwana, wafu ambao kwenye Ufunuo wanasema heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya tabu zao. Sasa hao ambao hatuko nao katika ulimwengu huu, hatuko nao kimwili, hatuwaoni tena kwa sababu wamekufa. Ukienda popote katika ulimwengu huwezi kuwaona tena kwa sababu wameshakufa, hawapo. Sasa anasema hata ukienda ukalia makaburini huwezi kuwaona, si ndio? Sasa anasema hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Haleluya! Wale waliokufa katika Kristo, waliokufa katika Bwana, ambao kwenye Ufunuo anasema heri wafu wafao katika Bwana. Wale waliokufa katika Bwana watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Anasema basi farijianeni kwa maneno hayo kuhusiana na mtego wa kifo. Kama huo mtego wa kifo umemnasa ndugu yako, umemnasa yeyote yule mpendwa wako, tunapata haya maneno ya faraja ya kwamba kabla ya kuenda kumlaki Yesu mawinguni, tutaonana na wale ndugu zetu, tutaungana nao. Haleluya! Alafu ndio tutaenda kumlaki Yesu mawinguni. Kwa hiyo unaona, hizo ndio sababu kubwa tatu zinazosisitizwa kwenye somo hili la kuyavua matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Na maandiko yanasema sisi ni watu wa nuru, na kama inavyohusika na mchana, sisi sio watu wa usiku, sisi sio watu wa giza. Na kama inavyohusika na mchana, tuenende kama watu wa mchana, na kama inavyohusika na nuru, na tuenende kama watu wa nuru, sio watu wa giza. Ndio maana anasema na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Sasa hapa kwenye mavazi pia kuna aina za mavazi na matumizi yake. Tuko pamoja? Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kuna mavazi ya kimwili au tunasema mavazi ya kawaida, na haya mavazi tunaona ni kwa ajili ya kuustiri mwili. Mavazi haya yalianza baada ya uasi wa Edeni. Tunaona baada ya ule uasi wa Edeni, maandiko yanasema Adam nao akajiona uchi, wakajifanyia majani ya mtini, wakashona majani ya mtini wakayafanya kama nguo za kujivika. Lakini tunaona Mungu alipowafuatilia akawavika mavazi ya ngozi. Hayo ni mavazi ya kawaida kwa ajili ya kustiri mwili, sawa? Na sehemu nyingine wanasema mavazi ambayo wanapaswa watu kuvaa ni mavazi yale ambayo yanastiri mwili, mavazi ya heshima yanayostiri mwili. Lakini pia
kuna mavazi yanayotumika kama utambulisho, yanatumika kama utambulisho. Kuna mavazi ya harusi, ndio ukisoma kwenye ile Mathayo 22:11-12 unaona mle kwenye ile karamu au harusi aliingia mtu ambaye hakuwa na vazi la harusi, akatolewa nje. Mavazi ya sherehe. Lakini kuna mavazi ya kazi, kutambulisha kwamba ili ni vazi la kuhani, ili ni vazi la askari, ili ni vazi la mganga au muuguzi, au ili vazi ni la daktari. Lakini pia kuna mavazi yanayotambulisha watu ambao wako masomoni, kwenye shule na vyuo. Kuna mavazi, kuna uniform ambazo zinawatambulisha. Lakini kwenye michezo pia kuna mavazi yanayowatambulisha kwamba hao wachezaji ni wa timu fulani. Kwa hiyo hayo ni aina ya mavazi. Lakini kuna aina ya tatu ya mavazi yanayotumika kama silaha ya kujilinda au kujikinga. Haleluya. Au yani mavazi yanayotumika kama silaha ya kujilinda au kujikinga. Kuna mavazi na haya mavazi ndio ambayo pia kuhani Yoshua alipaswa kuwa naye, kwa sababu yeye ile kazi ambayo ilikuwa mbele yake, ile huduma ambayo ilikuwa mbele yake ilikuwa na upinzani, kwa sababu baada ya kurudi kutoka utumwani Babel, kama ambavyo tumeona kuhani Yoshua na yeye pamoja na wengine ambao tumewataja akiwemo Zerubabel pamoja na manabii Hagai na Zekaria, kulikuwa na kazi ambayo ilikuwa na vita kubwa mbele yao, na ndio maana walipoianza ile kazi walipata mashambulizi makali, na maandiko yanasema ile kazi waliamua kusimama kwa miaka 16. Ile kazi haikuendelea kwa sababu ya ile vita. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji aina hii ya mavazi yanayotumika kama silaha. Kwa hiyo ule uchafu wa lile vazi la kuhani Yoshua, ndio maana aliambiwa avue, apewe vazi jingine, kwa sababu lisingefaa kwenye vita. Ukisoma kwenye Efeso 6:10 na kuendelea, anasema hatimaye ndugu, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kuzipinga hila za shetani na kushindana siku ya uovu, na mkisha kushindana msimame mkiwa thabiti katika imani, na kuendelea kuzitumia zile silaha zote mkiwa mmejiweka tayari kwa mapambano, mkiwa mmejiweka tayari kwa vita vya kiroho. Unajua, unapookoka wewe umetangaza vita. Kuna vita vya kiroho, na huwezi kushinda kama ujui kupigana vita vya kiroho. Kama ufahamu ulimwengu wa roho, huwezi kushinda vita yoyote, kwa sababu hata vita hivi unavyoviona vya kimwili vinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Mashambulizi haya unayoona ya kimwili hapa, chanzo chake ni kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukipambana kwenye ulimwengu wa roho ukashinda, hata huku chini unakuwa umeshinda vita. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna mavazi yanayotumika kama silaha ya kujilinda au kujikinga. Siku hizi kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, wataalamu
alivumbua mambo mengi. Ni tofauti na kipindi kile cha Adam na Hawa walipovishwa mavazi ya ngozi. Sasa hivi watu wameenda mbali zaidi, maarifa yameongezeka, kama Danieli alivyotabiri ya kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka. Sasa hivi mtu anaweza akavaa tu hata miwani hii, kumbe ni silaha ya kujilinda Na tunaona hawa viongozi wakubwa, wafalme, marais, wao wana mavazi yao ambayo yanazuia risasi kupenya, yanaitwa bulletproof. Hata kama akipigwa risasi, yale mavazi yanamkinga, hayawezi kudhurika, kama ilivyokuwa pia wakati ule wa Goliath na Daudi. Tunaona Goliath yeye alikuwa amejivika mavazi yale ya kivita ya kumkinga, alikuwa ameacha tu hapa kwenye paji la uso, hapa ndio palikuwa wazi, lakini Mungu alipotaka kumtumia Daudi alimwangusha, alitumia nafasi ile ile ndogo kuonyesha kwamba shabaha, Mungu hawezi kukosea shabaha. Pale pale akapigwa, akaanguka. Kwa hiyo kuna mavazi yanayotumika kama silaha ya kujilinda au kujikinga. Kuna hiyo bulletproof. Kuna wanaoendesha pikipiki wana mavazi yao ikiwemo helmet. Humu watu wengi wanatumia zaidi helmet, lakini huwa kuna mavazi full set ya mwendesha pikipiki ambayo anavaa. Kuna mengine analinda tu magoti, analinda mikono, ili hata kama akianguka yasidhuriki. Hawa wanaoendesha magari haya ya mashindano haya, wanaoshindana, wanakuwa na mavazi yao ya kuwakinga na kuwalinda, hata kama ikitokea ajali, madhara yasiwe makubwa, waweze kuwa salama. Kuna viatu, zile buti ambazo zinamsaidia mtu hata anapokuwa vitani, hata anapokuwa porini, miba isimdhuru, ile miba mibaya isimdhuru. Kuna gloves, nayo pia ni mavazi mtu anayovaa ili asiambukizwe na bakteria au virusi vya magonjwa. Lakini kuna makoti ya mvua, raincoats, mtu anavaa ili hata kama mvua inanyesha asiloane. Kwa hiyo tunaona kujua hizo aina za mavazi inatusaidia kuona umuhimu wa mavazi pia, kwamba ni vazi gani unatakiwa ulivue na vazi gani unatakiwa ulivae kulingana na wakati. Na Mtume Paulo anasema, naam, tukiujua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa sababu saa ya wokovu wetu imekwisha kukaribia. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, mchana huu karibu. Yaani unaanza kuelewa ya kwamba ni vazi gani ambalo unatakiwa ulivae. Kwenye ile Mathayo 25 anazungumzia wanawali 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Anasema wale wenye busara walijua wakati, kwamba inawezekana bwana harusi akafanya nini? Akachelewa kuja. Pamoja na kwamba walijiandaa, taa zao zikiwaka, ninaamini ya kwamba waliandaa hata mavazi yao, kwa sababu walikuwa ni wanawali. Hakuna mwanamwali anayemngojea bwana harusi ambaye anavaa ovyo ovyo. Na ndio maana sasa hivi kama kuna harusi, yule bibi harusi anaandaliwa kama ilivyokuwa kina Esther walivyokuwa anaandaliwa, anapewa kila kitu. Anapewa hata wahudumu wa kumsimamia, kuhakikisha anakuwa sawa,
ili bwana harusi atakapokuja asishangae, bibi harusi gani huyu ambaye ananisubiri, amevaa mavazi machafu, hakuandaliwa chochote. Kwa hiyo hapo unaona kuna umuhimu wa haya mavazi. Kwa hiyo tunaona hapo kuna mavazi ya kiroho ambayo yanaweza yakawa machafu au yakawa safi. Lakini hapa tunaona kwa Yoshua kuhani alikuwa na mavazi machafu na alitakiwa kuyavua. Lakini tunaona baada ya kuyavua akavaa mavazi safi. Maandiko yanasema yenye thamani nyingi. Ukisoma habari za mwana mpotevu, maandiko yanasema baada ya kurudi baba yake anasemaje? Akasema, lileteni vazi lililo bora. Kwa maneno mengine alikuwa anasema, leteni vazi la thamani nyingi, mkamvike huyu mwanangu, kwa sababu alikuwa amekufa na sasa amefufuka, kwa sababu alikuwa amepotea na sasa amepatikana. Kwa hiyo lileteni vazi lililo bora, mkamvike, bila kujali thamani ya lile vazi, bila kujali gharama ya lile vazi. Kama ni gharama, mimi ambaye ni baba yake nitalipa. Na Yesu alilipa gharama ya vazi lililo bora, vazi ambalo limenistahilisha mimi, vazi ambalo lilimstahilisha Yoshua, pamoja na kuonekana na nguo chafu, pamoja na likamstahilisha. Haleluya! Hatuingii mbinguni kwa matendo yetu, tunaingia mbinguni kwa kustahilishwa na Mungu mwenyewe, kwa sababu ametuvika vazi lililo bora. Kwa hiyo tunapaswa kuyavua matendo ya giza na kuvaa silaha za nuru. Kwa hiyo kwenye hili somo tunaona kuna silaha za nuru au vazi la wokovu analopaswa kuvaa mwamini, ambalo linapatikana kwenye Wagalatia 5:22-23. Hilo ndilo vazi la nuru analopaswa kuvaa mwamini aliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na tofauti kati ya maisha ya mwamini aliyejazwa na Roho na yule anayetawaliwa na asili ya kibinadamu ya dhambi, hapo ndipo tunapoona tofauti. Kwenye ile Wagalatia 5:22-23 anazungumzia tunda la Roho. Sasa kwenye hiyo Wagalatia, kwenye hiyo waraka kwa Wagalatia, ni waraka huo kwa Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 16-26, tunaona tofauti kati ya maisha ya mwamini aliyejazwa na Roho yule anayetawaliwa na asili ya kibinadamu ya dhambi. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Hapa tunaona tofauti kati ya maisha ya mwamini aliyejazwa na Roho. Kuna tofauti kati ya maisha ya mwamini aliyejazwa na Roho Mtakatifu na yule anayetawaliwa na asili ya kibinadamu ya dhambi. Maandiko yanasema mwanadamu mwenye tabia ya asili
ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu, maandiko yanasema ya kwamba hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, kwa maana kwake yeye ni upuuzi. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna tofauti. Na kwenye hii Wagalatia 5:16 mpaka 26, ndio maana anasema hivi: basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Sikiliza, unaona yaliyoorodheshwa, yaani moja baada ya jingine hapa. Sasa sikiliza anachosema. Anasema na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema. Katika hayo nawaambia mapema, jamani. Katika hayo matendo hayo ya mwili katika hayo nawaambia mapema, watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hata kama wanasema wameokoka, hata kama wanasema wananena kwa lugha, hata kama wanasema wanaimba kwaya, hata kama wanaimba sifa na kuabudu, hata kama wanahubiri Injili na kuna mapepo yanajidhihirisha, anasema watu watendao mambo ya jinsi hiyo, matendo ya jinsi hiyo, ninawaambia mapema, hawataurithi. Yaani hakuna kudanganyana, hakuna kuwapaka watu mafuta kwa mgongo wa chupa, hakuna kuwaambia watu amani amani wakati hakuna amani. Anasema nimewaambia mapema, watu wanaoyatenda mambo hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Anaendelea kusema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Unaona, sasa hayo ndio matendo yanayopaswa kumwamini kuyavaa sasa. Sawa? Anasema fadhili, uaminifu, pole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Tukichokozana na kuhusudiana. Kule tayari kwenye matendo ya mwili kuna ugomvi, kuna usuda. Mungu atusaidie sana. Anasema tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Kwa hiyo unaona hapo kuna silaha za nuru, lakini pia kuna matendo ya mwili. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Matendo ya mwili ni dhambi, au matendo ya mwili wa dhambi au anguko.
Matendo yote yaliyotajwa, matendo ya mwili ambayo ni dhahiri, ambayo yametajwa, ni matendo ya mwili wa dhambi. Huu mwili tulionao ni mwili wa dhambi au mwili wa anguko. Na Kiyunani neno sarx, yani SARX, kinaonesha maana ya haya matendo ya mwili, yana maana ya asili ya mwanadamu na tamaa zake mbaya. Anaposema matendo ya mwili ni dhahiri, yani asili ya mwanadamu na tamaa yake mbaya. Yani mwili huu wa dhambi ubaki ndani ya Wakristo. Yani baada ya kuokoka baada ya kuokoka, huu mwili wa dhambi hauondolewi, hauondoki baada ya kuokoka, na ni adui wa kufisha, yani ni adui wa kuua huu mwili. Ndio maana tumesoma kwenye Wagalatia, anasema basi enendeni kwa Roho, hamtaweza kuzitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu siku zote mwili wenyewe unatamani tu. Yaani siku zote mwili wenyewe unatamani tu. Na anasema kwa sababu mwili unatamani, ukishindana na Roho, yaani unaposhindana na Roho hauwezi kufanya vile unavyotaka. Ndio maana hata Mtume Paulo anasema ya kwamba ole wangu, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti, mwili huu wa dhambi, mwili huu wa anguko? Kwa sababu hata baada ya kuokolewa, baada ya Yesu kunitokea katika njia ya Dameski akaniokoa, lakini huu mwili bado ninao. Na mwili huu kila siku wenyewe unawaza tu mabaya. Mungu atusaidie sana. Na ndio maana kwenye nyaraka zake anasema mkiufuata mwili mwataka kufa, bali mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Naye anasema namshukuru Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo, kupitia Roho wake ninaweza sasa hata kuutiisha huu mwili, ninaweza hata nikaushinda huu mwili. Ndio maana tunasema kuna tofauti. Ili uweze kuushinda mwili, huwezi kushinda kwa nguvu zako. Ndio maana baada ya kuokolewa unatakiwa ujazwe Roho Mtakatifu, ndio utakuwa na lile tunda la Roho ambalo tumelisoma. Mungu atusaidie sana. Unaweza kusoma Warumi 8:6-8, anazungumzia mwili. Na hapo ambapo tayari tumeshasoma kwenye Wagalatia 5:17 na 21. Anasema wale wayafanyayo mambo ya mwili hawawezi kuurithi ufalme wa Mungu. Tumeshaona. Kwa hiyo tamaa hii ya mwili ni lazima ipingwe na kufishwa. Yaani tamaa ya huu mwili ni lazima, baada ya kuwa tumeokoka, ipingwe na kufishwa. Kufishwa maana yake ni kuuawa, yaani uipinge na kuiua kabisa. Mungu atusaidie sana. Katika vita vinavyoendelea ambavyo mwamini anavipiga kwa njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Ile Warumi 8:14, Warumi 8:14, Warumi 8:14. Sikiliza. Anasema hivi: ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Unaona hapo? Bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu. Nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu kwa sababu yenyewe haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Anakuambia wala haiwezi kutii. Anasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Ukiufuata mwili huwezi kumpendeza Mungu.
Anasema lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Unaona raha yake hapa. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, unaona tofauti? Ninyi amufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake, yaani sio wa Mungu. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa ajili ya dhambi, bali roho yenu hii hai kwa sababu ya haki. Ndio maana Mtume Paulo anasema, sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. You hai ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, sio mimi ninayeomba, sio mimi ninayefundisha, bali ni Kristo aliye ndani yangu. Sio mimi ninayefariji wengine, bali ni Kristo aliye ndani yangu. Sio mimi ninapofanya jambo lolote zuri, sio mimi. Ndio maana Yesu akasema, hata kama ninyi ni watumishi, mkafanya jambo lolote kubwa la namna gani likawashangaza watu, semeni sisi ni watumwa tusio na faida, tunafanya yale tu tuliyopaswa kufanya, ili kuepuka na jaribu au dhambi ya kuchukua utukufu. Mungu hagawani utukufu na wanadamu. Mfalme Herode alijaribu kugawana utukufu na Mungu, na tunaona Mungu akampiga chango, akafa pale pale, kwa sababu Mungu hawezi kugawana, apeani utukufu na wanadamu. Mungu atusaidie sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Anasema haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Anasema lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni si wa mwili. Sisi tunadaiwa na roho, sio mwili. Si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Hatuko hapa duniani kuishi kwa kupendezesha mwili au kufuata mambo ya mwili, bali tupo hapa duniani, anasema, kwa maana tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye Isaya pia anasema kutakuwa na njia, hiyo njia itakuwa inaitwa ni njia ya utakatifu. Wasio safi watapita kwenye ile njia, lakini wale wote wasafirio na kupita kwenye ile njia, wajapo wataonekana kama vile ni wajinga, lakini hawatapotea katika ile njia. Mungu atusaidie sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tamaa hii ya mwili ni lazima ipigwe na kufishwa
katika vita vinavyoendelea ambavyo mwamini anavipiga kwa njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Hii vita tunashinda tu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tunaona wanafunzi wa Yesu kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu, kabla ya siku ile ya Pentekoste, tunaona hali yao ilivyokuwa. Walikuwa ni watu wa kushindwa, walikuwa ni watu wa kukata tamaa. Hata baada ya Yesu kuwa ameteswa na kufa, wote walinyong'onyea, wote walishindwa. Wengine wakarudia nyavu zao, kina Petro wakarudia nyavu zao, unaona, wakawa hawana ujasiri. Lakini baada ya Yesu kufufuka na kuwatokea kwa siku 40, akawakumbusha na kuwakumbusha kile ambacho alikuwa amewaambia, kwamba ilikuwa ni lazima hayo yatokee. Na kama alivyowaambia kwamba sitawaacha ninyi yatima, nitawaletea msaidizi, Roho Mtakatifu, ili akae pamoja nanyi awasaidie. Akasema inanibidi mimi niende, nitakapoenda ndipo Roho Mtakatifu atakapokuja. Kwa hiyo unaona siku ile amepaa, siku 40 baada ya kufufuka kwake, siku 10 baadaye ilipotimia siku ya 50, maana ya neno 50 ina maana ndio Pentecost, akakiachilia kile kipawa. Na unaona huyo Petro ambaye alikuwa moga kabla hajajazwa Roho Mtakatifu, aliyemkana Yesu mara 3, anasimama siku ile kwenye jiji kubwa ambalo hiyo ilikuwa ni sikukuu. Watu walitoka kila mahali, wenye vyeo, matajiri, wamejaa, wamekusanyika pale Yerusalemu. Na lile tukio lilipotokea likawachanganya watu. Kila mtu anasema anavyojua yeye mwenyewe kwamba hawa inawezekana wamelewa. Unaona? Inawezekana wamelewa. Lakini Petro anasimama, Petro ambaye maandiko yanasema akusoma. Yaani maandiko yanasema Petro akusoma, haimaanishi kwamba hakuwa anajua kusoma na kuandika. Yaani hakuwa msomi kama wale watu waliokuwepo pale. Kuna watu waliokuwa wamesoma theolojia, wamesoma mambo. Kulikuwa na watu wasomi pale ambao wangeweza kusema kwa nini au kujua kwa nini inatokea. Kama wakati ule Yesu alipozaliwa, wale mamajusi, kutokana na elimu yao waliokuwa nayo, waliweza kujua ya kwamba hii nyota inaashiria kuna mfalme amezaliwa. Kwa hiyo hata siku ile ya Pentecost watu walipokuwa wananena kwa lugha, kulikuwa na wasomi wa kila aina pale, lakini hakuna aliyeweza kujua maana ya kile kilichotokea. Lile tukio lilitokea kwa namna gani? Ule uvumi ulipokuja ukaijaza ile nyumba, upepo ule ukaijaza ile nyumba, watu wakaanza kunena kwa lugha, kukawa na miali ya moto kwa kila mmoja. Lakini Petro, maandiko yanasema, ambaye yeye sio msomi, akasimama akasema, kwa sababu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ya kujazwa tu Roho Mtakatifu, akawaambia sikilizeni. Akaanza kuwaelekeza hata wale wasomi. Sasa anawaambia sikilizeni, hili jambo nyie si wasomi, hili jambo lilishatabiriwa siku nyingi na nabii Yoeli. Ninyi mnaosoma, ninyi wenye vitabu, nendeni mkafungue kwenye kitabu cha nabii Yoeli, mtakuta hii ahadi ya Mungu alishaahidi, alishaitoa, na leo Mungu ameitimiza. Naona Roho Mtakatifu, Yesu alisema Roho Mtakatifu atakapokuja atawapasha habari ya mambo haya yaliyopo sasa hivi, hata mengine ambayo hamyajui. Unaona, sasa Petro anasimama pale, anawafumbua watu macho, na wale watu wakajiridhisha, wakaona ni kweli. Maandiko yanasema wanamuuliza Petro, tutendeje sasa? Wakachoma mioyo yao, wakasema, wanamuuliza Petro, tutendeje? Unajua, mtu ili aokoke anatakiwa afikishwe na neno la Mungu mahali ambapo yeye mwenyewe ataamua. Sio hii ya kushawishi na kuwadanganya watu. Ukija kwa Yesu utakuwa tajiri. Ukija kwa Yesu utaponywa. Ni kweli Yesu anaponya, lakini hicho sio kipaumbele, sio jambo la msingi. Yesu alipokuja alikuwa anahubiri, anasema tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Na yeye aliletwa, maandiko yanasema malaika alimwambia Mariamu,
utazaa mwana, utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Kusudi la Yesu kuja hapa ulimwenguni ni kushughulika na dhambi za wanadamu. Na ndio maana kwenye Mathayo 6:33 anasema, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Ni faida gani mtu akiupata ulimwengu wote alafu apate hasara ya nafsi yake? Itamfaidia nini? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati mwingine tukija sasa, tutaanza kuangalia matendo ya mwili yanayotajwa kwenye Wagalatia. Labda nikuonyeshe tu la kwanza, hayo mengine tutakuja kuendelea naye. Tendo la kwanza la mwili, porneia, yani hili neno ili uweze kuelewa asili lilivyotumika kwenye lugha ya asili ambayo ni ya Kiyunani, ili uweze kuelewa yule mwandishi wa kwanza alikuwa amekusudia nini, ili uelewe maana ya neno ili uasherati alikuwa amekusudia nini. Alikuwa amekusudia neno hili kwa Kiyunani porneia lina maana ya mwenendo potofu wa mahusiano ya kijinsia na kujamiana, ni pamoja na kujifurahisha katika kuangalia picha au maandishi, kusikiliza mazungumzo mabaya ya kifonografia. Sasa unaona hili neno la uasherati, maana yake ni kwamba ni mwenendo potofu, yaani mwenendo mbaya ambao mtu anakuwa nao. Huu mwenendo unahusisha mahusiano ya kijinsia ya kujamiiana, ambayo ni pamoja na kujifurahisha katika kuangalia picha. Kuna wengine wanafanya uasherati sio wa kimwili physical, lakini wanafanya uasherati kwa njia ya picha, pornography, zile picha za ngono. Yaani mtu anaangalia alafu tamaa inamuwaka, na yeye unajikuta na yeye anaanza kufanya matendo haya ya uasherati kwa sababu tu ya kuangalia hizo picha. Na hizo yani ziko ndio nyingi sana kwenye mtandao. Kwenye mitandao unaletewa tu, ila kwa sababu kuna wanasema hiyo artificial intelligence, yani akili mnemba, akili bandia, akili bandia hiyo yani inatambua wewe ni mtu wa namna gani, unapenda vitu gani. Simu yako unapoingia kwenye mtandao unaletewa kila kitu kilichoko, uchafu, unaletewa mambo mazuri, unaletewa mambo mabaya ya uchafu. Sasa ni wewe kuchagua. Na ili uweze kushinda zile picha, kwa mara ya kwanza zitakuwa zinakuja, yani hutaki kuziona lakini zinakuja tu, zitaletwa tu, yani zitaletwa kila siku. Picha za ngono unaletewa, yani zinakuja. Wewe umefungua simu yako, umewasha, unataka kuangalia kitu kingine, unashangaa zinakuja. Ndivyo inavyotokea mwanzoni. Lakini ile akili bandia ina uwezo wa kukutambua kwamba huyu mtu ni mtu wa namna gani, anapenda kitu gani. Kama wewe unapenda hayo mambo ya uasherati, kuangalia hizo picha, zitaendelea kuja. Lakini kama wewe kila zinapoletwa unaziondoa na unawaripotia wale yaani unaripoti kwamba mimi sitaki kuziona hizi, unawaripotia, kwa sababu kuna kuripoti kama upendezi nazo. Na akili bandia inajua kule kwamba huyu mtu hata tu kutazama akuangalia, kwa sababu ile video inapokuwa pale ya ngono, kabla haijaanza kuchezwa, ni wewe utakayeamua kuicheza. Kwa hiyo ukiicheza unaanza kuona ule uchafu unaoendelea. Kwa hiyo hata ile akili bandia moja kwa moja inajua huyu fulani anapenda hivi vitu.
Kwa hiyo utaendelea kuletewa tu hizo picha. Lakini utakapokuwa wewe kwanza hata ukuangalia. Yaani unajua kuona mara ya kwanza kabla ya kuistart ile video. Ile kuona tu sinakuonyesha kwamba hii ni picha mbaya. Unaiondoa, yaani una flash kama ni uchafu unauondoa, hutaki hata kuuona. Unafanya hivyo, itafika mahali huwezi kuziona tena picha za namna hiyo. Na badala yake, kama wewe unapenda mambo ya Mungu, ndio utaanza kuletewa watumishi wazuri wa neno la Mungu, unaanza kuletewa yale mambo ambayo wewe unayapenda. Kwa hiyo unaona maana sasa tunapozungumza uasherati ndio maana yake hiyo. Unaweza ukawa na mahusiano ya kijinsia na kujamiana na mtu ambaye sio mume wako wala sio mke wako, uasherati. Lakini unaweza ukawa unajifurahisha pia kwenye hizo picha, unazifurahia. Au maandishi, kuna maandishi pia ambayo yanachochea nini? Uasherati. Au kusikiliza mazungumzo mabaya ya kifonografia. Ndio maana maandiko yanasema msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tukija wakati mwingine tutaanza kuangalia haya matendo ya mwili ambayo yanatajwa hapa, ambayo mwandishi anasema, nimewaambia mapema watu watendayo mambo ya jinsia hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini vile vile tutaangalia kwa undani tunda la Roho linalotajwa. Tunda ni moja, tunda la Roho ni moja. Ndio maana anasema lakini tunda la Roho ni, anaanza kutaja sasa ile mionjo. Kuna mionjo 9. Anasema upendo, utu wema, upole, fadhili. Anataja vitu vingi pale. Ni tofauti na watu wengine wanaofundisha kwamba matunda 9. Hao wanaosema matunda 9 ni kwamba hawajatulia kwenye kusoma Biblia. Kwa sababu Biblia imeweka wazi, inasema lakini tunda la Roho ni, inataja tunda hili moja, sio matunda 9. Lakini hilo tunda moja lina mionjo 9. Na hiyo mionjo sasa tutaipitia mmoja baada ya mwingine. Kama ambavyo tutapitia matendo ya mwili kwa maana halisi ya Kiunani, vile vile tutapitia pia hata hayo tutapitia hilo tunda la Roho lenye mionjo 9 kwa maana ya Kiunani, kwamba tuelewe anaposema upole anamaanisha nini, anaposema kiasi anamaanisha nini. Na tukishaelewa sasa, tutaweza kujua ya kwamba ni kitu gani tunatakiwa tukivue, ni kitu gani tunatakiwa tukivae. Bwana asifiwe sana. Na tutakacho na kile ambacho tunatakiwa kuvaa, tutakachokuwa tumevaa ndicho ambacho kitatufanya tuweze hata kuweza kukubalika siku ya kuja kwake Yesu Kristo. Haleluya. Tuweze kustahili hata siku ya kuja kwake Yesu Kristo. Na Mungu alibariki neno lake. Shangilie Mungu zaidi na zaidi. Shangilie Mungu zaidi na zaidi. Ikiwezekana piga kelele. Mungu anapendezwa na sifa. Ikiwezekana mshangilie Mungu kwa vigelegele, kwa vifijo na nderemo. Shangilie Mungu. Shangilie Mungu. Tukuze Mungu. Tukuze Mungu. Tukuze Mungu kwa matendo yake makuu anayoyatenda katika maisha yetu. Ninaamini Mungu ametenda katika maisha yangu siku ya leo, lakini pia Mungu ametenda katika maisha yako pia. Endelea kumtukuza na kumshangilia Mungu. Mshangilie Mungu kwa sababu yeye ni mwema. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaweza kusimama. Namshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe huu. Ninaamini ujumbe huu kama umeuzingatia
utaweza kukuletea mabadiliko katika maisha yako. Utaweza kukuandaa hata kwa ajili ya yaliyoko mbele yako. Utaweza kukuandaa kwa ajili ya utumishi. Utaweza kukuandaa hata kwa ajili ya kifo ambacho maisha ya kifo ni fumbo. Utaweza kukuandaa hata kwa ajili ya unyakuo ambao hatujui siku wala saa ambayo Yesu Kristo atakuja kulinyakua kanisa lake. Ni ujumbe wa muhimu sana. Ni ujumbe wa kuzingatia. Ni ujumbe wa kutafakari, kwa sababu unaamua hatima ya maisha yako. Unaamua maisha yako yatakuwaje baada ya maisha haya. Hebu mshukuru Mungu kwa neema hii ya ajabu ya mafundisho yake. Kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako ya kiroho na ya kimwili, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, tena atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tushirikiane pia kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na